Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba anaona ni rahisi zaidi kukabiliana na Urusi kuliko kukabiliana na Ukraine anapojaribu kupata suluhu la usitishaji vita kati ya nchi hizo mbili. Rais huyo hapo awali alihusika katika mabadilishano makali na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ofisi ya Oval. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari siku ya Ijumaa, mwandishi alitaja mashambulizi ya hivi majuzi ya Urusi huko Ukraine na kumuuliza Trump, je, bado anaamini Rais Vladimir Putin atakwambia kwamba anataka amani? Ninamwamini, nadhani tutaendelea vizuri na Urusi, alijibu Bwana Trump. Ninaona kuwa ngumu zaidi kushughulika na Ukraine na hawana mwaliko kwangu. Trump aliongeza katika suala la kupata suluhu la mwisho, anasema inaweza kuwa rahisi kushughulika na Urusi ambayo inashangaza kwa sababu wana kadi zote za ushiriki katika mazungumzo kati ya Marekani na wao. Donald Trump hapo awali aliandika kwenye jukwaa lake la ukweli wa kijamii kwamba anazingatia sana kuwekea Urusi vikwazo vya ziada na ushuru hadi usitishaji wa mapigano na makabiliano ya mwisho na amani yafikiwe. Kwa Urusi na Ukraine lazima wafike mezani sasa hivi kabla hawajachelewa, alisema Bwana Trump. Trump hata hivyo ameitishia Urusi kwa vikwazo vipya, lakini ni kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Urusi usiku kucha, hasa katika maeneo yenye miundombinu hasa ya nishati. Trump aliitisha uwasilishaji wa silaha zote na kuzuia ushiriki wa kijasusi na Kiev. Hatua hiyo ilifuatia mzozo wa hadharani kati yake na Volodymyr Zelensky katika ikulu ya White House ambao ulionyesha kutoelewana kwa mara kwa mara juu ya masharti ya kusitisha mapigano na dhamana ya usalama. Trump hadi sasa amekataa wito wa Zelensky wa kutoa dhamana maalum kwa Ukraine na kufutilia mbali wanachama wa NATO kwa nchi hiyo. Pia alikataa kuwakabidhi wanajeshi wa Marekani kwenye misheni inayoweza kuwa ya kulinda amani nchini Ukraine. Baada ya mkutano uliokuwa na mzozo mkubwa mnamo Februari 28, Donald Trump alimshutumu Zelensky kwa kutoheshimu na kuhujumu juhudi zake za kumaliza mzozo huo. Siku ya Jumanne, rais alisema Zelensky amemwandikia barua akieleza utayari wake kuja kwenye meza ya mazungumzo haraka iwezekanavyo ili kuleta amani ya kudumu karibu. Wapatanishi wa Marekani na Ukraine wanatazamiwa kukutana nchini Saudi Arabia mapema wiki ijayo. Mwezi uliopita, Marekani ilifanya mazungumzo baina ya nchi mbili na Urusi mjini Riyadh, Saudi Arabia, lakini pia na Istanbul nchini Uturuki, ambapo yalikuwa ni mikutano ya kwanza ya ngazi za juu kati ya nchi hizo mbili tangu utawala wa Biden uliposimamisha uhusiano na Moscow mwaka 2022 kama sehemu ya kampeni yake ya kutengwa kidiplomasia. Siku ya Jumanne, Zelensky alipendekeza mapatano ya nusu na kubadilishana wafungwa kama awamu ya kwanza ya mazungumzo. Pendekezo kama hilo lilitolewa baadaye na Ufaransa. Urusi kwa muda mrefu imekuwa ikisisitiza kuwa Ukraine na nchi za magharibi lazima zishughulikie chanzo cha mzozo huo, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa NATO kuelekea mashariki na matarajio ya Ukraine kujiunga na kambi hiyo ya kijeshi ambayo inaongozwa na Marekani. Moscow pia imeitaka Kiev kutupilia mbali madai yake kuhusu Crimea na maeneo mengine manne ambayo yalipiga kura kwa sehemu ya Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News.